Moja kati ya mambo ambayo kila mwanadamu angetamani yatendeke kwenye maisha yake ni kuheshimiwa. Ulimwengu wenye watu zaidi ya bilioni 6. Utakapomuuliza mwanadamu mmoja mmoja, je, ungetamani kila mwanadamu aweze kukuheshimu? Moja kati ya majibu ambayo asilimia kubwa ya wanadamu watakupa ni ndiyo, ningetamani kila mwanadamu aweze kuniheshimu. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu wanadharauliwa na baadhi ya watu wanaheshimiwa? Asilimia kubwa ya binadamu wanadhani utakapofanikiwa kumiliki fedha nyingi kwenye maisha yako, basi kila mwanadamu atakuheshimu. Mawazo hayo si sahihi, kwa sababu wapo baadhi ya wanadamu ambao wamefanikiwa kumiliki fedha katika maisha yao, lakini si kila mwanadamu anawaheshimu, kwani wakati mwingine utakapomiliki fedha, binadamu wenye fedha nyingi kuliko wewe hawatakuheshimu. Kwa sababu unatamani nawe uwe moja kati ya binadamu ambao wataheshimiwa na kila mwanadamu atakayekutana naye, haijalishi una fedha ama hauna. Katika video hii nitakwenda kukuambia mbinu 10 za kisaikolojia ambazo ukizifanyia kazi, kila mwanadamu ambaye utakutana naye kwenye maisha yako atakuheshimu. Kama umevutiwa na video hii, basi mada hii nimeiandaa mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni mbinu 10 za kisaikolojia ambazo ukizijua na kuishi nazo, amini usiamini, kila mwanadamu ambaye utakutana naye kwenye safari yako ya maisha atakuheshimu. Namba 1, unapotakiwa kuzungumza, usizungumze kupita kiasi. Zungumza kidogo, tena chagua vitu vichache vyenye uzito. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wasiheshimiwe ni pale wanapokuwa wazungumzaji kupita kiasi, kwani utakapokuwa mzungumzaji kupita kiasi, zipo nyakati ambazo utajikuta unazungumza vitu visivyokuwa na mantiki, hivyo watu watakuona unazungumza pumba. Lakini ukiwa mwongeaji ambaye hauzungumzi kupita kiasi, bali unachagua vitu vichache vyenye mantiki na uzito, watu wengi watakuheshimu kwa sababu kinywa chako kitakuwa kinazungumza busara kupita kiasi. Usikimbilie kujibu kila kitu ambacho kinakuja katika maisha yako. Jibu yale tu ambayo unajua majibu yake kwa ufasaha. Tumia maneno mafupi ambayo yapo wazi. Epuka kujitetea kupita kiasi. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini ili binadamu wa kuheshimu, hakikisha hauzungumzi hovyo katika maisha yako. Namba 2, kuwa na mipaka katika maisha yako. Moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kuheshimu wewe kuliko binadamu wengine ni pale ambapo utajiwekea mipaka kwenye maisha yako, alafu ukaiheshimu mipaka hiyo. Usikubali kila mtu ambaye unakutana naye kwenye safari ya maisha yako avuke mipaka ambayo umejiwekea kwenye maisha yako, wala wewe usiwe na utaratibu wa kuvuka mipaka ambayo watu wengine wamejiwekea. Kuwa na utamaduni wa kupanga muda na matukio mbalimbali ambayo unatakiwa kuyafanya katika maisha yako. Kuwa na mpangilio sahihi wa matumizi yako ya fedha, kwani vyote hivyo, na maanisha muda na fedha, vinailinda heshima yako. Jifunze kusema hapana katika vitu ambavyo haujisikii kuvifanya, lakini pia usijibu kila ujumbe au kila wito kwa haraka, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo lazima uyafikirie kwanza kabla ya kujibu, lakini kuna baadhi ya wito pia ambao lazima ufikirie kwa kina kabla ya kujibu. Moja kati ya mambo ambayo yanaweza kuharibu kabisa heshima yako ni pale ambapo utakuwa hauna uwezo wa kusema ndiyo kitu kinapokuwa sahihi na kusema hapana kitu kinapokuwa hakipo sahihi, bali unayafanya yote hayo kwa ajili ya kuwaridhisha watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kuishi nalo ili kila mwanadamu aweze kukuheshimu. Ukiona jambo fulani halipo sahihi, likatae. Haijalishi watu wengine watakasirika kwa kiwango gani, lakini ukiona jambo ambalo linafanyika ni sahihi, lisapoti. Haijalishi watu wengine watakuonaje. Mipaka hiyo
itasaidia watu wengi waweze kukuheshimu na kuona kama mtu ambaye anajielewa katika maisha yake. Namba 3, pindi unapozungumza na mtu, mtazame katika macho yake. Moja kati ya tabia ambazo zinaweza kufanya asilimia kubwa ya binadamu wa kuheshimu ni pale ambapo utaweza kumaintain eye contact, yani unapozungumza na mtu hakikisha macho yako yanamtazama katika macho yake. Kitendo cha kuweza kumaintain eye contact kitapelekea asilimia kubwa ya binadamu wanaozungumza na wewe wakuone kama unayejiamini, ambaye upo makini na mwenye uthabiti. Ukiongea huku unaepuka macho ya mtu ambaye unazungumza naye, hali hiyo itakufanya uonekane kama mwanadamu asiyekuwa na uhakika katika kile ambacho anakizungumza. Hali hiyo inaweza kupelekea binadamu wengi wasikuheshimu, lakini utakapoonekana mwanadamu mwenye self confidence, yani mtu ambaye unajiamini, asilimia kubwa ya wanadamu si kukuamini tu, bali watakuona kama mtu mwenye heshima kubwa katika jamii ambayo unaishi. Hivyo hakikisha unamtazama mwanadamu usoni kwa utulivu, si kwa ukali. Utakapoweza kuimaintain hali hii katika maisha yako, basi asilimia kubwa ya wanadamu ambao unakutana nao kwenye safari ya maisha watakupa heshima kubwa. Namba 4, usioneshe kama mtu mwenye njaa ya kupendwa ama kuheshimiwa na kila mtu. Unajua asilimia kubwa ya binadamu ambao walionesha njaa ama kiu ya kupendwa ama kuheshimiwa na kila mtu walidharauliwa kwa sababu walitumia nguvu nyingi kuweza kulazimisha heshima. Lakini nitakwenda kukuambia kitu ambacho kitakwenda kufanya kazi kwenye maisha yako, na asilimia kubwa ya wanadamu ambao utakutana nao kuanzia leo wataanza kukuheshimu. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, wala usitumie nguvu nyingi kuwalazimisha watu kukupenda ama kukupa heshima. Badala yake, kuwa mwanadamu mwenye msimamo thabiti katika maisha yako. Simamia vile vilivyokuwa sahihi, na visivyokuwa sahihi achana navyo, kwani binadamu wengi waliolazimisha kupendwa ama kuheshimiwa na kila waliyekutana naye walikuwa na utamaduni wa kubadilisha msimamo kila wakati, ili mradi tu waweze kuwafurahisha watu wengine. Jambo ambalo wewe unatakiwa kulifanya, hakikisha unasimamia vitu vilivyokuwa sahihi bila kujali watu wengine watakuonaje. Hali hiyo itakufanya uonekane moja kati ya binadamu wenye msimamo katika kufanya vitu vilivyokuwa sahihi, na binadamu wengi wataweza kuona uthabiti wako, na hali hiyo itapelekea binadamu wengi waweze kukuheshimu. Kama utakuwa mwanadamu ambaye unaweza kubadilisha msimamo ili kupendwa ama kuheshimiwa na watu wengine, mambo yatakuja vice versa. Watu watakuona kama mtu asiyeweza kusimamia msimamo wake, badala yake anafanya vitu kwa ajili ya kuwaridhisha ama kuwafurahisha watu wengine, na lengo lake ni kupendwa na watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kuliepuka ni kuwa mtu asiyekuwa na kitu ambacho anakisimamia katika maisha yake. Namba 5, kuwa mwanadamu ambaye hauna utamaduni wa kuahidi mambo ambayo hauwezi kuyatimiza. Moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea watu wasikuheshimu ni pale ambapo utakuwa unazungumza mambo ambayo hauwezi kuyatimiza. Wapo wenzangu na mimi ambao wanapokuwa mbele za watu wanapenda kuahidi vitu mbalimbali, lakini cha kushangaza, muda wa kutimiza vitu hivyo unapofika, wanaanza kuwakwepa watu ambao waliwaahidi vitu hivyo. Tabia hiyo itapelekea watu wa kudharau. Lakini kama utakuwa mwanadamu ambaye unaweza kutimiza vitu mbalimbali ambavyo unaviahidi katika maisha yako, basi kila mwanadamu atakuheshimu, kwa sababu katika saikolojia binadamu wanapenda kuwaheshimu watu wanaoweza kutimiza ahadi pindi wanapozungumza, na si binadamu wanaoongea hovyo bila kuzingatia yale ambayo wanayaongea. Namba 6, hakikisha unakuwa mwanadamu mwenye uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia zake mbele ya watu. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wasiheshimiwe na watu wengine ni pale binadamu wanapokuwa na uwezo mdogo wa kuzuia hisia zao mbele za watu. Kwa mfano, unapokuwa mbele za watu alafu ghafla kuna mtu akakukwaza, ukajikuta umekuwa na hasira. Badala ya kunyamaza, ukajikuta umeanza kupayuka, kutoa matusi na kutoa maneno ya kifedhuri. Watu hawatakuheshimu tena. Haijalishi haukuwa na hatia ama ulikuwa na hatia katika hilo ambalo limetokea, ili mradi umezungumza kwa ukali,
umezungumza lugha zisizofaa mbele za watu, basi binadamu wataishusha heshima yako. Lakini unapokuwa mwanadamu mwenye uwezo wa kuzuia hasira zako na kuzungumza maneno yasiyofaa mbele za watu pindi unapokuwa na hasira, amini usiamini, wewe utakuwa miongoni mwa wanadamu wanaoheshimika sana, kwani unakuwa moja kati ya watu wenye uwezo wa kutenganisha hisia na maamuzi. Kwani siku zote mwanadamu mwenye busara huwa ana kawaida ya kufikiria kabla ya kutenda, na hata wewe kabla ya kuzungumza neno lolote unatakiwa kufikiria kwanza, je, neno ambalo unakwenda kulizungumza mbele za watu litakuonesha picha gani, ama litakuonesha kama mtu wa aina gani mbele za watu? Hakikisha unakaa kwa sekunde chache kabla ya kuzungumza unapokuwa na hasira. Fikiria neno ambalo unalizungumza litakutengenezea picha gani, kwani nguvu ya kweli si kupiga kelele, bali nguvu ya kweli ni kujitawala. Ukikutana na mwanadamu akakwambia ana nguvu, lakini akawa hauwezi kujitawala kihisia, huyo hana nguvu ya kweli, kwani wanadamu wenye nguvu ya kweli wanaweza kujitawala wao wenyewe na kisha ndipo wanapowatawala watu wengine. Namba 7, hakikisha unakuwa mwanadamu aliyejitengenezea muonekano kama mtu mwenye heshima. Moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea binadamu wa kudharau ama wa kuheshimu ni vile unavyoonekana, kwani mwanadamu anapokuona kwa mara ya kwanza anaweza akakukadiria kiwango cha heshima ambacho anahitaji kukupa. Binadamu wengi wanaoheshimika kupita kiasi wamejifundisha namna gani ya kuvaa, namna gani ya kuzungumza na namna gani waziweke tabia zao. Kama ukitaka kila mwanadamu aweze kukuheshimu, hakikisha kwanza kabisa unajiheshimu mwenyewe. Vaa katika namna ambayo binadamu wengi wataitafsiri kama namna ya heshima kulingana na jamii uliopo. Kuwa msafi, lakini tembea kwa kujiamini. Usipende kuzungumza maneno ambayo yanakudhalilisha mbele za watu, bali kuwa mwanadamu ambaye pamoja na kuwa una unadhifu wa kimwili, lakini hata maneno yako hakikisha unakuwa na uchaguzi wa maneno yenye staha unapozungumza mbele za watu. Namba 8, usikubali kufanya mzaha unaodhalilisha mbele za watu. Moja kati ya kweli ambazo mimi na wewe hatuwezi kuzikataa ni kuwa wapo baadhi ya watu wetu wa karibu ambao pindi tunapokuwa nao tunaweza kufanya mizaha za aina mbalimbali, lakini jambo ambalo unatakiwa kuliepuka ni kuwa unapokuwa mbele za watu usikubali kufanya mzaha utakao kudhalilisha, kwani baadhi ya wanadamu wanapokutana na wewe wanaweza wakaanza kukupima kwa kufanya mzaha, lakini aina ya mzaha ambao wanaufanya mbele yako unakuwa ni mzaha ambao unaweza kukudhalilisha ama kushusha kabisa heshima yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya pindi unapokuwa mbele za watu, usipende kufanya mzaha, penda kukaa kimya, zungumza vitu vyenye mantiki peke yake, wala usichangie mada ambazo hazina manufaa katika maisha yako. Na unapoulizwa swali, hakikisha unajibu swali hilo kwa utulivu, lakini kwa msimamo wa hali ya juu. Weka mstari pale mzaha unapoanza kuwa dharau. Kwa mfano, sawa, naelewa ni utani, lakini hivyo sipendi. Toa kauli pale unapoona kuna mtu anakutolea mzaha ambao unaweza kukudhalilisha. Namba 9, hakikisha unakuwa mwanadamu ambaye una kitu ambacho unakijua na kukielewa vizuri katika maisha yako. Unajua heshima ya kweli huwa na chanzo chake katika maisha ya mwanadamu, na mara nyingi heshima hutoka kwenye uwezo. Kama kuna kitu ambacho unakimaster vizuri kwenye maisha yako, kitu hicho kitakufanya uwe moja kati ya wanadamu wanaoheshimika sana katika jamii ambayo unaishi. Ukiwa na maarifa ama ujuzi katika jambo fulani, watu wengi watakuheshimu kupitia jambo hilo. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, jiulize, mimi ninajua kitu gani kwa ufasaha? Je, nikiondoka sehemu fulani kuna pengo litabaki? Ama mimi nina mchango gani katika jamii ambayo ninaishi? Kwani mchango uliokuwa nao katika jamii ambayo unaishi ndio utakaopelekea ukawe moja kati ya binadamu ambao wanaheshimiwa sana katika jamii hiyo. Hivyo, kama unataka kuwa moja kati ya binadamu wanaoheshimiwa, hakikisha unajifunza ujuzi wa kitu fulani. Utakapoweza kuwa mjuzi katika jambo fulani na watu wakatengeneza utegemezi juu yako, basi wewe utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wanaoheshimika sana katika jamii yako. Namba 10,
Ondoa katika maisha yako tabia ya kueleza kila kitu ambacho kinahusu maisha yako. Moja kati ya tabia ambazo zinaweza kupelekea usiheshimiwe na kila mtu ambaye unakutana naye kwenye safari yako ya maisha ni pale mwanadamu atakapokufahamu kiundani, kwani watu wengi wanakuheshimu kwa sababu hawakujui. Kama utakuwa mwenzangu na mimi ambaye kila unayekutana naye unaanza kumweleza kuhusiana na siri mbalimbali za maisha yako, basi asilimia kubwa ya wanadamu hawatakupa heshima ambayo unastahili, kwani si kila kitu ambacho kinahusu maisha yako kinatakiwa kijulikane kwa binadamu mbalimbali. Ninakushauri usipende kusema kila jambo ambalo linahusu maisha yako kwa watu wengine, ikiwa ni pamoja na mipango yako, malengo uliyokuwa nayo, udhaifu wako au vitu mbalimbali ambavyo unahitaji kuvifanya katika maisha yako, kwani sababu hizo zitapelekea binadamu wengi ambao unakutana nao kwenye safari yako ya maisha wasikuheshimu tena. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa, na ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye.